katika jina la Yesu, mtazamaji wa Gospel Voice TV. Ninakukaribisha jioni ya leo katika jina la Yesu, nikiwa na imani ya kwamba Mwenyezi Mungu amekuweka hai siku ya leo ili tuweze kushiriki neno lake pamoja, neno ambalo ni la uzima. Neno ambalo maandiko inasema ya kwamba mwanadamu hawezi ishi kwa mkate peke yake, ila kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Bwana. Kwa majina yangu naitwa Pastor Raphael, mimi ni mchungaji kwa CFF, mahali panaitwa Makutano Meru, na Yesu anatawala. Nataka tuombe alafu tuingie kwa neno. Baba, katika jina la Yesu ninakutukuza, unastahili sifa, kuinuliwa na kuabudiwa. Wewe ni mwema na ni mwaminifu, jina lako litukuzwe na liinuliwe, unastahili sifa. Ninaomba ya kwamba unipatie usemi mbele ya watu wako, na yale maneno ambayo nitakayosema italeta ushindi katika maisha ya watu kwa utukufu wako. Nikiomba unitumie kama shombo, bali ujitukuze, na ni kwa Yesu Bwana tumeomba. Amen. Nataka niongee kwa hizi dakika kidogo tuko nazo ya kwamba vitu ambazo zinaleta laana katika maisha ya mwanadamu. Vitu ambazo zinaleta laana katika maisha ya mwanadamu. Na niseme ya kwamba katika haya maisha either umebarikiwa ama umelaaniwa. Katika haya maisha ni either umebarikiwa ama umelaaniwa. Na mtu kuwa ignorant ama kupuuza haikutoi kwenye kupokea mapigo ya laana katika maisha. Na kwa hivyo hakuna haja ya kupuuza mambo, ni vizuri mtu kuyashughulikia, maana katika kushughulikia ndipo mtu ambaye hupata suluhisho katika maisha. Watu wanajua kutafuta suluhisho katika mambo ya physical inapokwama. Wakati mtu ameona ya kwamba umeingia katika misingi ya doa, umekaa mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, mwaka wa tatu, mwaka wa nne na haujapata mtoto, mtu hutafuta kwa nini ninakosa kupata mtoto. Hivi kwamba anasubuka ni kwa nini ile matunda inakujaga mtu anapoingia kwa doa, kwa nini sipati hiyo matunda. Number 2, ni vizuri nikuelezea ya kwamba wakati mtu akona mtoto amefikisha mwaka mmoja, amekataa kutembea ama kutambaa, amefikisha miaka 2, mtu huyo husumbuka. Kwa nini huyu mtoto wangu haperform kama vile watoto wale wengine wanaperform? Hata unapompeleka shule, kuna wakati mwalimu hukuita na kukwambia kwamba huyu mtoto hafai shule kama hii kwa sababu akona changamoto 1 2 3 4, unafaa kumpeleka shule nyingine. Hii yote inafanyika kwa sababu maisha haya, changamoto ambazo wanadamu hupata ziko na suluhisho ama zinatakana zitafutiwe suluhisho. Lakini inapofika ni kwa misingi ya kulaaniwa na kubarikiwa, watu wengi haiwasubui. Mtu hutafuta vitu ambazo zinamsaidia kusoka kwa maisha mbele, ili hali hajui kama changamoto ambayo anakubana nayo maishani inayosababisha ugumu wa maisha imesababishwa na laana. Na ni vizuri kila mtu atizame ya kwamba kama ni laana inasababisha, ni vizuri uishughulikie iweze kuondoka katika maisha, maana usipoishughulikia itakupatia ugumu wa maisha na mwishowe ushoke kabla hauja-achieve ile lengo ambalo unatakana ku-achieve. Nataka nikwambie ya kwamba kubarikiwa sio kupata pesa, kubarikiwa sio kuwa na mali mingi. Nataka nikwambia kwamba kupata pesa sio kumaanisha ati ya kwamba umebarikiwa. Baraka ni package, iko na vitu mingi ndani yake. Ni vizuri nikwambie hivi, mtu kama Nabal aliyekuwa bwana ya Abigaili, maandiko inasema he was a rich, lakini hakuwa amebarikiwa. Ni mtu ambaye ako na mali lakini hajabarikiwa. Nabal, hata ukitizama kwa maandiko vizuri, utakuta familia yake ilikuwa na changamoto za aina moja ama aina nyingine, na ni kwa sababu ya kwamba hajabarikiwa, lakini mali yako nayo. Ni vizuri nikwambie mtu kama Lot, alikuwa na mali lakini Lot hakubarikiwa. Alikuwa na mali lakini hakuwa na baraka. Aliyekuwa na baraka ni Abraham, na baraka ya Abraham ikasababisha Lot apate mali. Lakini kupata mali kwa Lot hakutafuta baraka. Ndipo unakuta siku moja ile mali yote aliyokuwa nayo iliyosababisha wafugaji wake na Abrahamu wapigane, ilikuja ikaishia katika mji wa Sodoma kwa sababu alikuwa na mali lakini hakuwa amebarikiwa. Ni vizuri nikwambie mtu kama Lazarus ambaye ameandikwa kwa maandiko ya kwamba yule ambaye hadithi ile tunapatiwa ya kwamba Lazaro na tajiri, maandiko inasema ya kwamba Lazaro alikuwa maskini. Igawaji alikuwa maskini, alikuwa na baraka iliyomwezesha kufika kwa kifua cha Abraham, lakini tajiri yule hakuweza kuwa na baraka. Kwa hivyo mtu anaweza kuwa na mali
lakini hajabarikiwa. Mtu anaweza kuwa na mali lakini amekosa misingi ya baraka. Na ni vizuri kila mmoja aelewe ya kwamba unapobarikiwa baraka, kuna vitu inasababisha katika maisha yako ambazo hakuna kitu kingine kinaweza kukuletea vitu za aina ile. Baraka kuna vitu inasababisha katika maisha yako ambayo hakuna kitu kingine inakuletea vitu za aina ile. Na katika uso wa dunia ni jambo la kila mmoja kutafuta baraka. Na kwa ajili ya hii ujumbe nataka nisiogee pande ya baraka, niogee pande ya laana pia. Uelewe ya kwamba laana inavutiwa na nini. Maana mtu akikuwa mwangalifu aondoke kwenye misingi ya laana, uondoke kwenye misingi ya kulaaniwa, ukweli ni ya kwamba maisha yako itasonga kwa hatua. Watu wale unaona wameinuliwa, baadhi yao ni baraka imesababisha, maana baraka iko na uwezo. Lakini unapoona mtu ako na mali na maisha haisongi, laana husababisha ya kwamba maisha ya mwanadamu isisonge. Laana husababisha ya kwamba maisha ya watu isisonge. Kuna vitu mwanadamu hufanya na kwa ajili ya hiyo laana inakutafuta. Kuna vitu mwanadamu hufanya na kwa ajili ya hiyo laana inakutafuta. Unaposoma maandiko kitabu cha Mwanzo, in the book of Genesis, ya kwamba Mungu alipokasirika kwa sababu ya ile tendo mwanadamu aliyoifanya, ili attract laana katika maisha ya mwanadamu. Na Mungu akiongea in the book of Genesis akasema ya kwamba na ardhi ilaaniwe. Inalaaniwa kwa sababu gani? Kwa sababu ya matendo ambayo mwanadamu ametenda. Na ardhi ilaaniwe kwa sababu ya matendo ambayo mwanadamu ametenda. Hivi ni kukwambia ya kwamba tusipojiangalia, mtu ataingia katika misingi ya laana na mwingine ataingia katika misingi ya baraka. Lakini hivyo ni vizuri tuangalie kutoka kwa maandiko ni nini mtu huwa anafanya ndio laana imuandame. Tutaangalia kitabu cha Deuteronomy 28, kitabu cha Deuteronomy ama Kumbukumbu la Torati 28, na ni vizuri tuanzie mstari wa 15. Biblia inasema, however, if you do not obey the Lord your God and do not carefully follow his commands and decree I'm giving you today, all these curses will come upon you and overtake you. However, if you do not obey the Lord your God. Kwa hivyo kulingana maandiko mahali tumesoma, Biblia inaashiria ya kwamba kuna vitu Mungu anatarajia wale ambao ni watu wamejiubia yeye mwenyewe ya kwamba wamtii. Na ni vizuri uelewe imeandikwa in the book of Ecclesiastes ya kwamba mwanadamu aliumbwa ndio amuogope Mungu. Na hii ni kukwambia kwamba miaka iliyokuwa huko nyuma, Mungu alipata changamoto na malaika, maana Shaitani alikuwa mmoja wa malaika, na wakakosa kumwabudu Mungu vile na kumuogopa vile Mungu alivyo na ukuu wake. Na kwa hivyo mwanadamu alipoumbwa, jambo lile linatakana ulielewe ni ya kwamba ni la kumuogopa Mungu. Maandiko inasema hapa, if you do not obey the Lord your God. Na watu wako na changamoto ya kutii Mungu. Watu wanakuwaga na changamoto ya kutii Mungu. Na akasema ya kwamba na kama watu hawatatii Mungu na wafuate kikamilifu amri zake, wafuata kikamilifu amri zake. Na ni vizuri niambia kanisa ya leo ya kwamba tuko na amri ambayo Mungu ametupatia, ambayo Yesu alisema he summed up all the commandments into one or into two. Akasema mwanadamu, you love the Lord your God with all your heart, with all your soul and with all your mind, and you love your neighbor as you love yourself. Hizo commandment mbili kila mmoja wetu lazima azifuate, ya kwamba umpende Mwenyezi Mungu na kila kitu ulicho nacho. Lakini utakuta ya kwamba tuko kwenye kizazi upendo wetu kwa Mwenyezi Mungu ni upendo limited. Upendo wetu kwa Mwenyezi Mungu ni upendo as long as he provides. Upendo wetu kwa Mwenyezi Mungu ni upendo as long as tukimkaribia kuna kitu anatupatia. Mimi nishaijikuta siku moja katika kanisa, na mmoja kuna kanyumba tulikuwa tumejengewa na pastor wetu. Kalikuwa kanyumba ka watu wa kuomba. Asubuhi ukiingia, all the workers walikuwa wanaingia pale maombi. Lazima upate ndio ibada ikianzia, kusikue na ugumu katika ibada. Na ninakumbuka siku moja kulikuwa siku ya mvua mingi, kulikuwa na matope hiyo siku. Nimeenda kwa hiyo kanyumba maombi asubuhi ya kuomba, nikakuta dada ambaye yuko katika hiyo kanyumba anaomba. Akaambia Mungu ya kwamba mimi nakuambia, nilipokuwa ng'ambo ile ya pili, kabla sijaokoka, wanaume walikuwa napigana kulipa nyumba yangu na wengine kwa wananipigania kunipeleka saruni. Lakini tangu niokoke, sasa mimi sijaipata mtu wa kunilipia nyumba. Nataka nikuambie, niliambiwa uko na mali mingi.
wewe ulipe hiyo nyumba, na kama hautalipa mimi nakupea siku 3. Mimi sikiisha basi usinilaumu. Sasa huyu ni mtu ambaye amekuja mbele za Mwenyezi Mungu na amekuja na vitisho. Anatishia Mwenyezi Mungu kwa sababu gani? Kwa sababu ameangalia ile jinsi ile njia anaenda nayo, anaona kama si sawa. Analiganisha Mwenyezi Mungu na matendo yake ya kidunia. Ndipo hapa Mungu anasema ya kwamba you follow his command. Command ya Mungu inasema ya kwamba yeye Mungu apendwa na watu vile alivyo, na kwa hivyo hauwezi kuwa na misiki tofauti inapofika ni kwa upendo. Ila ni vizuri kila mwanadamu aelewe ya kwamba usipompenda Mungu umevuja amri zake. Usipopenda Mungu, usipomfungulia moyo wako, unapomwekea mipaka katika maisha. Watu wanawekea Mungu masaa ya kwamba nimekuwekea masaa haya, ili hali ni yeye amekupatia masaa yote ili ambayo unatumia kwa siku, lakini unakuta ya kwamba mwanadamu amewekea Mungu masaa. Ni vizuri tuhame katika hiyo sehemu na tuelewe ya kwamba kuna vitu mtu anafanya zinasababisha laana. Maana anasema ya kwamba usipofuata amri zake, if you do not obey, if you do not follow his command, if you do not follow his decree that are given, inasema ya kwamba utafuatwa na hizi laana na zitapatikana katika maisha yako. Laana ni kusema ya kwamba watu wengine vile wanaoperate katika maisha yao, maisha yako itawekwa ugumu wa kuoperate kwa maisha. Ugumu ni kusema ya kwamba, nakumbuka wakati mmoja kuna mtu aliniambia amejenga nyumba zake za biashara na zimemalizika na zimekaa miaka 3, hakuna mpangaji ameingia, na akaniambia shida ni gani? Amejaribu kuapply stima nyumba zake yawekewe na hazijawekwa. Amejaribu kutumia binu mwanadamu hutumia ndio nyumba zake yawekewe stima for 3 good years, na akaniambia sasa ninaumia kwa sababu hizi pesa nilijenga na pesa ya loan, hizi nyumba nilijenga na pesa ya loan, lakini sasa loan nimeilipa miaka 3 na ili hali hazinisaidii. Nikamuuliza ziko na shida gani? Akaniambia the only problem that I have ni ya kwamba nyumba hizi hazina stima na ziko town. Ilibidi tuchukue nafasi ya kuomba na tuondoe laana katika maisha yake. Hiyo ndio ilisababisha, na baada ya wiki 2 Kenya Power akamwambia pole, tumechelewa kukuwekea stima, la sasa tutakuwekea. Na wakamwekea stima nyumba zote na zikaingia wapangaji. Nataka kukwambia nini? Wakati mwanadamu anakosa kuelewa ya kwamba laana inasababisha ugumu katika maisha, na hiyo ni kusema ya kwamba usipoelewa hivyo ni kumaanisha ya kwamba maisha yako haitasonga sababa na watu wengine. Hivi basi ni nini hii husababisha maisha ama laana ikuja katika maisha ya mwanadamu? Deuteronomy chapter 7 and verse 25. Deuteronomy chapter 7 and verse 25. Vitu ambazo zina attract, zinasababisha laana ikutafute. Although hapa katika hii kitabu tumesoma zimeandikwa laana mingi zile ambazo zitafuata mwanadamu, lakini Deuteronomy chapter 7 and verse 25 inasema the image of their gods you are to burn in the fire. Do not covet the silver and gold on them, and do not take it for yourself. Akawaambia wana wa Israeli ya kwamba hiyo nchi mnaingia, wanaabudu miungu, wako na image ya miungu, na akasema hiyo miungu ishomwe kwa moto. Na akawaambia hawa watu wamerebesha miungu yao na wametumia silver na wametumia gold, na hiyo ni dhamana kubwa sana kwa miungu yao. Watu wa mataifa kwa miungu yao hutumia fedha mingi. Ushike hiyo. Watu wa mataifa kwa miungu yao huweka pesa kwa ajili ya miungu yao. Wanaweka silver na wanaweka gold. Akawaambia msitamani hata hiyo dhahabu as long as umeipata ndani ya hekalu zao. Usitamani hiyo dhahabu, usitamani hiyo fedha as long as umeipata kwa hizo hekalu zao. Yani wanaonywa wasishukue vitu zimetolewa miungu. Do not covet and do not take it for yourself. Next verse inasema anasema all you'll be ensnared by it, for it is detestable to the Lord your God. Itakuwa mitego kwako, maana hii kitu ni shukizo kwa Mungu wako. Nataka niseme hivi, vitu ambavyo vimetolewa miungu, vitu ambavyo vimetolewa waganga, nataka nikwambie ni mitego. Vitu ambavyo imetolewa hata kwa Mungu, vitu hizo zitakuwa shaga moto katika maisha yako. Vitu hizo zitaleta tishio. Ukiweka vitu hivyo kwako, zitakuattractia laana katika miungu, katika nyumba yako. Ni vizuri uangalie katika nyumba yako. Ninakumbuka nilikutana na mtu mmoja
ambaye alikuwa na a vase ya kuwekea maua, na hii vase ni zile zinatumika kwa makanisa ya Catholic kufanya ibada. Kuna vase za kopa zinatumika kwa kanisa. So yeye alienda kwa hawa watu wanauza vitu za second hand, akakuta ka vase, akakashukua, akakaweka kwa nyumba yake, na haka ka vase akawa anatumia kuwekea bangles, na anatumia kuwekea earrings na whatever. Akishazitoa anaziweka pale ndani, zitakuwa ziko mahali pasawa. Lakini kitu kilichofanyika, maana hii vase inakaa katika nyumba yake bedroom, akagundua baada ya miezi kadhaa kuna atmosphere ya Mungu imebadilika katika nyumba yake. Anapoomba mahali pale, beleni presence ya Mungu ilikuwa inashuka na solution ambazo anatafuta maishani zinapatikana. Lakini sasa akagundua ya kwamba kuna kitu kinafanyika tofauti. Kuna ugumu umepatikana katika chumba changu cha maombi. Maana akiwa hiyo bedroom akiomba, anahisi ni kama Mungu ako kilometers away. Na wakati ule mwingine akiinua mikono tu mbele za Bwana, ameingia kwa chumba chake cha maombi, anamwambia Bwana karibu, anasikia uwepo wa Mungu umeshuka na ile vitu anaomba inapatikana. Akagundua baada ya miezi 6, nikiita Mungu katika nyumba yangu ni kama anakataa kukuja. Na nikienda kanisani, maana huyu ni mtu wa maombi, nikienda kanisani bigu iko wazi, mimi ninasikia kwamba kila kitu. Lakini akiingia kwa chumba chake amuite Mungu, akapata ya kwamba Mungu hapatikani, na akatafuta nafasi ya kwenda mbele za Mwenyezi Mungu na kufunga na kuomba, akiuliza Mungu, nimekukosea wapi katika nyumba yangu? Na siku moja akatokezewa na Mungu kwa ndoto, akaambiwa hishi shombo ni shombo cha nyumba yangu, umekiweka katika nyumba yako. Nataka nikwambie nini, hicho shombo alipokitoa akakipeleka kanisani kwao, uwepo wa Mungu ukarudi katika nyumba yake. Nataka nikwambie hivi, unapokuwa na vitu vimetolewa katika nyumba ya Bwana, unapopata vitu zimetolewa katika nyumba ya Bwana, hizi vitu unafaa uziwekewe mipaka, na ujue hii kitu hakinifai, kitaleta laana. Maandiko inasema ya kwamba mfalme mmoja akiwa amefurahishwa na pate alikuwa anaifanyia kwake, akaambiwa wageni wako ni wengi sana mfalme, na kwa hivyo vikombe vya kupatia wageni divai zimeisha, na vitu vya wageni kukulia zimeisha. Akasema simuenda kwa ile hekalu, kuna vyombo niliona vinakaa smart, zilikuwa zimetekwa na babangu wakati alikuwa anateka nyara Juda, na zikaletwa huku Babylon. Na wakaenda katika hiyo nyumba wakachukua vyombo vya hekalu zilizokuwa zimetolewa kwenye hekalu Solomon alikuwa amejenga, na wakakuja kuzitumia. Wakiwa pale pale, wivu wa Mungu kainuka, kwa sababu vyombo vyake vimeshukuriwa vitumiwe katika ile njia haistahili, na kidole kikaandika kwenye ukuta mene tekel. Biblia inasema mfalme na alikuwa amelewa, ati alitetemeka, magoti yake ikagongana. Na ni nini imesababisha? Vyombo vya hekalu kutumika katika ile misingi na katika ile njia ambayo haistahili. Nataka nikuulize, kwako nyumbani kuna kikombe ya kanisani kwenu? Kikombe tu peke yake ni chombo cha Mungu cha hekalu, kimewekwa wakfu kwa ajili ya Mungu. Kwako nyumbani kuna vitu za kanisa, kuna vijiko vya kanisa. Kwako ni nini ya imetolewa nyumbani mwa Mungu ikawekwa wakfu, Mungu akaambiwa na hishi chombo ni chako, alafu na wewe mwenyewe ukakichukua ukaweka kwako nyumbani? Kitakusababishia uattract laana ya Mungu. Kutoka hapa wewe na Mungu hamsikizani, unatafuta Mungu, unamuita, unalia, unakuta ya kwamba Mungu hafiki. Kuna mashuka, mareso inatumika na wamama kufanya nini? Inatumika na wamama wakati wa ushering. Unakuta hiyo leso, maybe siku moja nguo yako ikaharibika, ukajifuga hiyo leso ukaenda nayo nyumbani, na haikuwa na lebo ya kanisa, haukukumbuka kuiregesha. Kuna makanisa unakuta ya kwamba wanashonea wanakwaya uniform. Unakuta ya kwamba ulikuwa wakwaya ukashonewa uniform, ukapewa uniform ya kwaya, alafu mwishowe sasa kwa vile njia moja ama njia nyingine ukatoka kwa hiyo kanisa ukaenda kanisa nyingine. Uelewe ile nguo ulishonewa na kanisa ni ya kwaya, ni ya hekalu, ni chombo cha Mungu. Inakuattractia laana katika nyumba yako, maana Mungu anajua vitu za kwake.
Mungu anajua vitu za kwake na anajua vitu za kwako. Na kwa hivyo anapoona vitu za kwake za hekalu, vitu zimetolewa hekaluni, zinakaa kwako nyumbani, ishara ni ya kwamba utapitia shida. Kuna wamama wanashukua socks za bwana zao na nguo zingine ili aweze kupata access ya mzee ama aweze kumgeuza mzee. Anaipeleka kwa hekalu, inafanyiwa ibada na wagaga na diviners. Alafu ikishafanywa hiyo ibada unairegesha nyumbani. Ni laana una attract kwako katika nyumba yako. Inapofanywa ibada kanisani, ukirudi nayo hivi, umerudi na vitu za Mungu. Umerudi na vitu ambazo zimefanywa ibada. Na vitu zikishafanywa ibada, Mungu anajua vitu zake. Hivi ni kukwambia kwamba unaleta laana inaanza kuingia katika nyumba yako. Na hii ni eneo la hatari. Kila mmoja anafaa kuelewa ya kwamba vitu ambazo zimetolewa Mungu. Hapa anawaambia hizi vitu zimetolewa miungu. Mkizitumia ama mkizitamani, mtu aichukue iweke kwake, itakuwa mitego. Kumbuka wakati Joshua walikuwa wanaingia katika mji unaitwa Ai, kalikuwa kamuji kadogo. Maandiko inasema hivyo katika kitabu cha Joshua. Waliotumwa kama spy waenda wakaangalia mji wa Ai, walikuja wakaambia Joshua, haka kamuji ni kadogo, hakuna haja ya ushokesha maaskari wote ati tuende kwa vita na hao maaskari wote. Ni kama ka shopping center. Ukitutuma hivyo ni kama kuwaste the energy. Tuma watu kidogo, watakafagia na wakuletea resort ya kwamba kamuji kama fagiriwa. Na Joshua akasikia, akatuma watu kidogo. Biblia inasema ya kwamba walipoingia katika mji wa Ai wakapigwa. Joshua akauliza, ni nini hii? Na mlituambia ni kamuji kadogo. Akatuma kikundi kingine, pia hiyo kikundi kingine ikapigwa. Joshua akaona no, hii shida ni spiritual. We have to look for a way. Biblia inasema siku mzima hawakukula, wakiomba wakiuliza Mungu, mbona hii shida inatupata na kamuji ni kadogo? Wakaambiwa, nilikuwa nimewapea instruction mkiingia mji wa Canaan ya kwamba vitu vya dhahabu zote mtakazopata muzitolee Mungu wakfu kwa ajili ya nyumba yake. Na sasa kuna jamaa mmoja alikuwa amepata hizo vitu, anaitwa Akan, akafisha hizo vitu katika nyumba yake kwa sababu ya kuchukua vitu ambao Bwana alikuwa ashazitaka. Akasema hizi vitu ni zangu. Ilisababisha mapigo kwenye kabila wa Israeli. Mungu alitamani akasema, mkiingia kila kitu nimewapatia, lakini mkipata dhahabu na vitu zingine, hizo mniwekee kwa ajili ya nyumba yangu. Lakini Akan akaona dhahabu akaitamani, akaishukua, akaenda akaishibia chini ya hema yake akaifisha. Ilisababisha Israeli wapigwe. Maana as long as Mungu ameitamani, hiyo kitu ni ya kwake. Listen, unaposema Mungu na kitu fulani nitakupatia, Mungu kitu fulani nitakupatia, sasa hiyo kitu alafu uipate, alafu uone inakaa mzuri zaidi, afadhali nibadilishe ama nifanye kitu kingine. Ukweli ni ya kwamba sasa kutoka hapo nyumba yako umeitia laana. Kitu ile uliahidi Mungu ukakosa kupeleka. Na watu wako na ahadi mingi na Mungu. Na maandiko inasema Mungu si kama mwanadamu ahidi akosa kutimiza. Na kwa hivyo anatarajia sisi tufanane na yeye, kwa sababu tunaitwa watoto wake, ya kwamba tunapoahidi kitu katika nyumba yake lazima tutimize. Na kwa hivyo kama kuna kitu uliahidi katika nyumba ya Bwana, alafu mwisho hiyo kitu ukakosa kutimiza, ile kitu itafanyika ni ya kwamba katika nyumba yako inakuattractia laana. Na laana ikifika katika nyumba ya mtu, kutoka pale maisha ya huyo mtu inakuwa na ugumu wake. Maisha inatembea katika ugumu wake. Na ni kwa sababu ya laana ikiingia katika nyumba yako. Laana ikiingia katika nyumba yako, na hii inaitwa handling cursed object. Kuhado vitu ambazo zimelaaniwa, ama kuhado vitu ambazo Mungu ako na interest nazo. Vitu Mungu ako na interest nazo, ukizihando vibaya, njia itakayofuata ni ya kwamba misigi ya laana inakuandama. Maisha yako inapata ugumu kuanzia pale. Na ni vizuri ninaposema hivyo uangalie nyumba yako. Ni nini nimeahidi Mungu nikakosa kumpelekea? Maana itakuattractia laana. Ama ni nini ambayo ni ya nyumba ya Mungu iko kwangu nyumbani? Ukishajua hiyo, unarekebisha na maisha inakuwa mzuri. Number 2, reporting a slave to master. Proverbs chapter 30 and verse 10. Maandiko inasema hivi, Zaburi 30 mstari wa 10. Proverbs chapter 30 and verse 10. Biblia inasema, do not slander a servant to their master, or they will curse you and you will pay for it. Usimseme mfanyikazi kwa mkubwa wake. Ukimfanya hivyo atakulaani.
Watu wanafikiria laana ni ya mzazi tu peke yake. Ati mtu yule ambaye anaweza kukuletea laana ni mzazi. Mtu yule anaweza kukuletea laana ni mshugaji umekasirika. Umekasirisha. Mtu yule anaweza kukuletea laana ni mtu wa aina fulani. Nataka nikukwambie hivi. Mtu ambaye anafanya kazi kwako ama anafanya kazi in your neighborhood, ukienda umripoti vibaya kwa kumwekelea ndio aweze kufutwa kazi na mkubwa wake, akiongea maneno ya ambayo haijakupendeza, ukweli ni ya kwamba utalaaniwa. Niseme hivi, msichana wa kazi wa your neighbor, neighbor amefuta msichana wa kazi, ameleta msichana mwingine. Huyu mwingine amekataa kukoludi na wewe ya kwamba ulikuwa unaomba ule wa kwanza wa vitu. Unamwambia nivulie hizi nguo, nisaidie na hii. Hauwabaki mwenye kazi, mwenye nyumba, unaomba msichana wa kazi maana ni yeye anaachwa na shida huko. Nisaidie na hii, nisaidie na hii. Sasa huyu amefika mahali mwenyewe akaona ai, nyumba yangu inatumia vitu mingi. Akafuta msichana, akaleta mwingine. Aliyemleta yeye haedi katika hiyo misingi. Hata ukimwambia nisaidie na hii hakusaidii, anakwambia omba mwenyewe. Sasa ukaona huyu ananikanyagia, ukaanza kuambia mwenyewe maneno ya kisirisiri. Huyu msichana wako anafanya, huyu msichana wako anafanya, na ni kumwekelea. Akifutwa kazi, ajue ni wewe ulisababisha hiyo. Aongee maneno kinyume na wewe, utaona laana ikiingia katika nyumba yako. Na kutoka pale unakuta maisha yako imeanza kuharibika. Na haikuharibika kwa sababu ya kitu kingine. Imeharibika kwa sababu msichana wa kazi amepata ground kwa mtu. Kwa hivyo hii ni kusema ya kwamba unapojua mtu ni mfanyikazi ya mwingine, usiharibu jina ya huyo mtu kwa boss. Ati wewe umwambie boss huyu mtu wako anakaa, unaharibu jina ukifikiria ya kwamba it is all well with you. Reality ni hii, ni ya kwamba nyumba yako na wewe itaingia misingi ya laana. Unakuta ya kwamba maisha ilikuwa inaenda smooth, imebadilika. Unakuta ya kwamba watoto wako walikuwa na tabia na nidhamu ambayo inapendeza, wamebadilika. Unakuta vile mlikuwa mnapata pesa, hata kama ilikuwa kidogo, mnaigawa, inatosha kila kitu. Maana laana sio lazima ufutwe kazi. Laana ni kusema ya kwamba unaweza ongezewa expenses, upatiwe kitu kinakukulia pesa on a monthly basis, na ni mtu alisababisha. Kwa sababu gani? Uliingilia mfanyikazi wa kwake. You were not genuine. Bwana Yesu asifiwe. You were not genuine. Ukaigiria mfanyikazi, na ulipomuigiria kutoka pale, maisha yule mfanyikazi ikasubuka. Nataka nikwambie maneno haya nikimalizia, ya kwamba maandiko inasema do not slander. Slander ni kusheneneka, ni kuongea maneno ambayo unaijua vizuri na ingine hauijui. Ndio inaitwa mshene, vitu ambazo hauna uhakika nazo. Do not slander a servant to their master. Usije ukaigiria mtu kwenu kazini afutwe. Akishafutwa anaweza enda na maisha yake ibadilike, but in reality kutoka hapo huyo servant atakuweka katika misingi ambao hautajua maisha yako imekuliwa na nini. Na mimi nataka nikumalizie hapo na nikwambia kwamba vitu mbili zinasababisha laana ikuje ama maisha yako ikuwe magumu. Number 1 ni vitu ambazo Mungu ameonyesha interest nazo, ama vitu ambazo umemwahidi Mungu ukamwambia hii nitakupatia, alafu mwisho ukakosa. Ile kitu itafanyika ni ya kwamba laana itakutafuta. Na ninasema number 2 ni kusema mfanyikazi katika mkubwa wake. Hiyo ikifanyika, maisha yako itaingia misingi ya laana. Nataka nikuombee, na kama nimekufungua macho ya kwamba Mungu akusaidie uweze kurekebisha na maisha yako iweze kukaa mzuri. Na tuombe. Baba, katika jina la Yesu, ni asante kwa ajili ya hii nafasi umenipea ninene neno lako na mtu wako. Niko na imani ya kwamba neno hili litafanya kazi na mtu wako atabadilika na ataona wema. Natangaza ushindi wa msalaba na ukuu wako, nikiomba jua la wema liweze kumuangazie. Na huyo ambaye anaandamwa na laana, Baba, ninageuza na kutangaza baraka. Tizama Ruben alipolala kitanda cha babake, maandiko inasema ya kwamba na sasa asikuwe mtu mkubwa. Na Musa mtumishi wako aligeuza hiyo maneno in the book of Deuteronomy na akasema kuwa mtu mkubwa, akamuondolea laana. Ninatangaza huyo ambaye amelaaniwa, hii laana imuondoke, maisha yake iweze kuleta ushindi kwa utukufu wako. In Jesus name we pray. Amen. May God bless you. Hata kwa kunisikiza, ninaitwa Pastor Raphael wa CFF Makutano Meru, na Yesu ni Bwana. Ninaomba hivi, kama unaweza support hii program, unaweza tuma support kwa hiyo namba iko on your screen 222118 72338#, alafu utaandika support na Bwana Mungu wa mbinguni atakubariki. Na unapo support kazi ya Mungu, maisha yako haiwezi baki vile. May God bless you, may God bless you, may God be with you in Jesus name.